sitakuwa mrefu wa maneno. Ninaomba tu tuinuke sote kwa heshima tukaweza kukaribisha baba yetu. Karibu sana baba. Shangwe na vigelegele na makofi mazuri kwa Yesu. Shangwe na vigelegele. Shangwe, shangwe, shangwe. Shangwe, 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 shangwe. Oh,
Haya, sawa. Nimesikia. Ndio mimi babako. Baba nyamaza kidogo. Tupange viti. Yes, ilikuwa ya baraka sana. Ilikuwa ya baraka sana. Umebarikiwa. Wangapi wamebarikiwa? Pigia Yesu makofi mazuri. Amen. Yesu wa baraka. 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 Yesu wa amani leo hata kesho mimi kwa maisha yangu. Kwa maisha yangu, kwa nyumba yangu, watoto wangu. Yesu afungua, Yesu abariki, anaponya leo. Anaweza, anaweza, anaweza. Yesu amani, amani, amani. Yeye anaponya, anaponya hii, anaponya hii. Tena simulinganishi mimi na wanadamu. Mungu wangu anafungua milango ya baraka ya uzima, anapigania watu wake na kuwalinda na kuwaokoa. Anasema anamupenda Yesu, nafurahia, nafurahia nikiwa ndani yake. Baba, Yesu nikiwa na yeye. Bwana
nafurahia. Oh Bwana Yesu wewe, Bwana wangu, na kuabudu wewe tu. Unishike mkono maishani mwangu wewe Baba. Roja ananiwinda, unilinde, uniepushe naye. Nakutegemea Bwana Yesu, wewe Baba yangu, wewe yangu Bwana. Bwana hii, haleluya, haleluya. Pigia Yesu makofi mazuri. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ni mwema. Sababu watu wanaogopa mvua kwa sababu wanasema waliumbwa kwa udongo watamomonyoka. Lakini ikiwa wana pesa watatoka kwenda kutafuta wamomonyoka. Unajua washirika wengi wetu yameona ukiuliza wewe ni mbea ama uende huko, ukishika usiseme ni mimi nimekutuma. Amen. Basi tupigie makofi mazuri. Haleluya. Nimefurahi kwa ibada ambayo nilipata ikiendelea, ikiongozwa na wale ambao walikuwa Mungu amewainua siku ya leo kutuongoza. Jambo la kwanza ambalo sitaki kuendelea sana, Mungu ametubariki, ametufikisha pale mahali unaona katika madhabahu yetu na ule mchango tulikuwa nao. Kwanza tutajipigie makofi. Ijapo pesa iliyotumika ni zaidi ya ile iliyochanga, zaidi ya ile ambayo tulichanga, kwa sababu tukutaka ujenzi huu uishie katikati, tulitaka uishe. Haleluya. Na unaweza amini hapa madhabahuni peke yake hizo material na whatever ilikosti wala like 3 kama na 47. Haleluya. Kwa sababu kumjengea Bwana kunahitaji kujitolea. Sina kitu. Amen. Unajua, wacha nianze na kitabu cha Hagai. Ndakuleta baba. Nitagusia tu. Ndakuleta hapo. Hagai ya kwanza, naweza anzia kwanza hiyo. Ndio mwalimu. Ninakuomba Bwana ukaniongoze kwa neno hili. Umenipa mashirika, umenipa wazee, umenipa wamama na umenipa vijana. Naomba Mungu kanene nao mwenyewe kwa njia ya hekima na maarifa, kwa ajili ya kwamba Mungu hawa ni watoto wako, umewakusanya ukawaleta katika nyumba yako kwa ishara ya kwamba hutaki hata mmoja apotee. Bwana, naomba Mungu wangu kaniongoze vyema pale nitaanza na hata pale nitakapomaliza. Vipindi vilivyotangulia Baba umevibariki, na kinachofuata unakibariki, na kinachofuatia na kumalizia pia utakibariki zaidi. Bwana Yesu, kwa sababu wewe ni mwema, pokea sifa na utukufu katika jina la Yesu Kristo Baba ninaomba na hata kuamini. Amen. Tutagusia kati nani kwa sababu kuna hafla nyingine ambayo Mungu ameninenea. Ukiona umepatikana leo, sana sana usingojee vitu vya kutangaziwa. Wacha Roho Mungu mwenyewe afanye. Ile kitu cha kujitangazia unaweza kujiandaa kwa njia nyingine, lakini Mungu
unaweza kujiandaa na hivi, Mungu akatokezea na hivi. Mambo ya Mungu ni ya ajabu sana. Hata wakina Petro wakati walikuwa wanaangamia kwa maji, hawakujua kama Yesu anaweza kutokezea na akawaokoa. Wao walikuwa wanalia. Unajua dau lilitaka kuzama aina mbili. Ya kwanza Biblia inasema Yesu alikuwa amelala. Ya pili walikuwa wao katika chombo, wakati walikuwa wanataka kuangamia, wakamuona mtu anatembea juu ya maji. Haleluya. Wacha tuende katika kitabu cha Hagai. Kinasemaje? Hagai 1:2. Amen. Kitabu ni cha Hagai 1:2 inasema, Bwana wa majeshi asema hivi. Anasemaje Mungu wetu? Ya kwamba watu hawa husema huu sio wakati tupasao kuja. Huu sio wakati wa kujenga nyumba ya Bwana. Ndipo neno la Bwana lilikuja kwa kinywa cha nabii Hagai kusema, je, huu ndio wakati wa ninyi kukaa katika nyumba zenye mapambo ya mbao? Yaani mapambo ya mbao. Iwapo nyumba hii inakaa hali ya kuharibika. Mungu jinsi alivyoongea na nabii Hagai halikuwa linamfurahisha Mungu, kwamba kwa manyumba zetu kuwe na ma-TV, kuwe hali nzuri, lakini nyumba ya Mungu inakaa hali nyingine mbaya. Juzi nilishangazwa na pastor mwingine, ambapo taendelea kusema hivi. Walipofanya harambee, alienda kununua gari yake na akachukua loan, sababu siku hizo hawapewi loan kama hauna pesa. Ni uweke pesa ndio upate loan kubwa. Sasa yeye akanunua gari yake na kumwambia washirika, vile nimefanya mtafanya kubarikiwa. Na walikuwa wamesema wanafanya harambee kwa ajili ya kumjengea Mungu. Anajitanguliza yeye kwanza pasipo kumtanguliza Mungu kwanza. Mungu hakufurahi kwamba sisi tukae mahali palipo sawa, lakini mahali kwa Mungu sijisifu wala sitaki kujisifu na wala sitaki unisifu, lakini ina depend na mwito na jinsi unavyompenda Mungu na jinsi unavyomhudumia Mungu. Ikiwa haumpendi Mungu, utajali pesa kuliko mahali pake. Utajipendekeza kwa watu kuliko kumtafuta Mungu. Lakini nilisema kama Bwana alivyoniongoza kunena na nyinyi, nikasema hatutaomba msaada wowote kwa watu. Wewe uliyeitanishwa na hii madhabahu lazima utamjengea Mungu. Basi ni kwa shilingi 10, hiyo shilingi 10 Mungu ataibariki. Haleluya. Kwa maana Mungu alisema fedha na dhahabu ni mali yake, hatutategemea wanadamu. Na kama watu watatuita majina ya kila aina, sisi ni wachawi, basi uchawi wangu ulikuwa ni ule ni nani ambaye kuna shilingi 10? Ama Mungu changa? Ndio mpaka shilingi ngapi? 30. Tujalize ili ifike 2000. Amen. Na Bwana akatenda. Kwanza before niendelee, kuna hizi mataa. Kuna yule fundi aliyetutengenezea. Hebu nenda pale. Asimame pale. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hizi mataa kuna muli hapa. Kazi.
Huyu kijana wa watu, namuita kijana, bali ni mzee wa kanisa. Lakini wiki 3 hakufanya kazi yake. Alifanya hii. Na Mungu alinipatia roho ya kumwamini, nikawa namwachia pesa. Hata saa zingine ananiambia pesa imekwama, namwambia kuja karibu na hapa nyumbani kwangu. Nampatia pesa, narudi tena kwenda kununua material. Namrausha saa 11 za asubuhi. Namshukuru sana mke wake ambaye alikuwa anamrelease. Na mimi ninaamini kwamba hakukosa chakula yule mama. Amen. Amen. Na wale walitusaidiana kwa kazi. Wacha wale waliochanga, nyinyi mlikuwa mabosi, mlitusaidia sana. Kuna wale ambao walichanga. Kuna wale ambao walichanga na kuna wale ambao walikuja kutusaidia kazi, wakafanya hizi, wakapiga marangi, wakaitwaje kupiga msasa, na wakatupikia na wakaosha kanisa. Mnaweza inuka mahali mlipo. Shukuru tu. Amen. Karibu bwana. Yes. Kijana wetu alijitolea sana, kina Shedi. Amen. Huyu ndo alikuwa akinivuruta. Yaani hakunivuruta kama gunia. Alikuwa ananiheshimu kama babake, lakini kuna ile ngazi nikipanda, yeye anang'ang'ana nayo. Dada alienda kulala kama kifo kabisa kwa sababu ya vile kuchoka. Haleluya. Wapigieni makofi. Amen. So hii kazi ambayo ilifanyika ni kwa ajili ya wewe ambaye ulichanga. Tunakushukuru sana. Msikae. Tunakushukuru sana kwa kile mlifanya. Ninaanza na wale ambao walitoa shilingi 10 zao, 100 yao, 1000 yao, 10,000 zenu, 50,000 zenu. Kadri ya kile kiwango ambacho Mungu alikubariki, ukatutolea Mungu kwa kufanya kazi ya Mungu wewe uliokaa hapo. Na sisi nasi tukapata kazi kwa sababu ulichanga. Tunakushukuru sana. Hata wewe unastahili kupigiwa makofi. Amen. So kuna vile tulifanya hii kazi na tumewasimamisha kwa sababu tunataka muone kile kilichofanyika pale. Kwanza tuongezee fan speed. Manake kajoto. Mimi ndo nasikia kwa sababu nimevaa hili. Unajua nimevaa hili kwa sababu gani? Kuna maandiko hapa niliyasoma jana. Amen. Haleluya. Kuna maandiko niliyasoma jana hapa katika kitabu cha Kutoka 39 kuanzia verse 40. Ilikuwa inazungumzia kuhusu ukavaa mavazi matakatifu baada ya nyumba ya Bwana kuisha, alafu akaenda kubariki watu. Haleluya. Kuna mahali pengine panasema Suleiman, hiyo ni Mambo ya Nyakati, lakini pale alikuwa Daudi anamuelezea mtoto wake kuhusu Suleiman. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa wacha tusiende huko, wacha tuwaonyeshe kazi ambayo Bwana alifanya. Na hata yule aliyesimama pale ndiye alikuwa mtu wa Kenya Power wa Jerusalem Fire Church, the place of the Holy Spirit. Amen. Basi wewe mtazamaji uliyegharamika, wacha tukaweze kukuonyesha, maana wewe ndio rais wetu wa siku ya leo. Yes, unaweza washa. Tulifanya
Napenda vitu vya kisasa. Inatosha. Ama mnataka nyingine? Inatosha, sinabadilika. Wacha sinabadilika, ina change. Ya, sinabadilika wewe. Basi karibu. Si uenuka hata kama unasikia vibaya. Sikia vibaya kaa chini. Nimesikia ndio tunarudi kuniambia. Unajua kuna watu hawapendi kuona mtu akiendelea. Hata kuna wengine hebu kaa, haini nyote kwanza. Hata ninyi wa huduma mnaweza hata kukaa. Nilimwambia sasa hizi hazizimu tena. Sungete kati ni kwanza. Ama nataka nikuonyeshe kama polisi. Basi kati. Sema wonderful. Ni vizuri Sasa si hapa tunaweza kuhukumu na tukakupeleka peponi hapa ama motoni hapa. Wacha nikwambie katika Likoni first madhabahu nzuri. Niko kwa fellowship mapasta. Nimetembea kila kanisa la mapasta. Sema hivi, mwenye wivu wachawi wameshinda na kushindwa. Mtanipa nafasi ni mbili hapa. Ni snacks. Hapo sijaangalia, wacha na mimi nikae huko niangalie. Sasa si mimi jamani.
sababu ni pesa yangu hii. Ndio ni pesa yangu. Ndio nilichanga hapa. Nilipata baba mzuri lakini hamjui. Anayempenda Mungu na nyumba yake, anamtumikia Mungu kufa. Amuradi adaiwe na mwenye nyumba, lakini nyumba ya Bwana ikaa hivi. Sasa wale waliokuwa natuimbia sasa ni madevil. Sasa wako na ruhusa ya kuongea. Alafu tunaambiwa ati sisi tunazomea. Unajua baada ya kusomea mtu. Kusomea mtu unamwambia lakini kusherehekea bora hao watu wanataka kutupimia hewa. Yaani tusiongee. Daktari aliambiwa ya kwamba Israeli na iseme sasa. Yerusalemu na iseme sasa. Yesu akaambiwa wanyamazishe hawa. Nyinyi mnaweza kunyamazisha kweli? Amen. Unajua wakati nilikuwa najenga hii sikuenda ushirika wa mapastors kabisa. Nilisema mpaka nimalize nyumba yangu. Sasa hiyo mwenye nyumba akatokezea. Watu wa Kenya Power. Yaani majaribu yalikuja. Watu wa Kenya Power, hata sasa hivi niko nazo hizo message. Walipokuja pale, unajua mimi situmii toke. Natumia zile za kitambo. Wajua sisemi ubaya. Walipokuja wakaja wakakata moto. Kakaa kwa giza. Yaani shetani tu ananiambia chukua hii. Alafu pesa ile ya kuchanga ilikuwa imeisha. Material bado zinahitajika. Hatujaweka pake hii. Nikasema sasa giza la duniani na niko na nuru moyoni. Sitegemei nuru hii ya mchana, nategemea nuru ya Yesu. Unajua unafaa uelewe kuna difference ya nuru ya taa na nuru ya mwezi na nuru ya nyota na nuru ya hii. Na ndio maana Yesu akasema nuru imekuja ulimwenguni. Kwani kulikuwa hakuna jua, si lilikuwa? So kuna difference ya ile nuru ya Yesu. Mwenye nyumba akaja juu. Nikamwambia siku zote nilikuwa nakulipa vizuri ya uongei. Hata sijui kilichokuingia ni nini. Nikajua nikapepwa. Nikamwambia kama utakufunga nyumba funga. Naenda kulala kanisani ninakojenga. Akajua kama ninajenga kanisa, akakasirika zaidi. Yaani wewe unajenga kanisa wakati mahali pa kulala utaki kulipa. Akaenda akakaa. Hakunipigia simu. Haja nipigia simu. Haja aongelesha kuhusu mambo ya nyumba. Juzi akatenda kwa sababu ya kuku. Nikajua hii ni sababu tu kwa sababu ananidai. Siku na kuku nilipewa hapa.
Sasa kuna muli alinijengea kale kabanda kakuku. Sasa ninawaweka hapa. Akasema kuku wako wananuka hapa. Kwani ni mara ya kwanza kukaa? Wewe shetani. Amen. Kanyamaza. Na yeye ana wake. Hawanuki, wangu ndo wananuka. Mimi kanyamaza, sikumjibu. Na maajabu watu wa Kenya Power walipoenda, nikapigia mwingine ambaye alikuwa anamjua usiku. Nikamwambia mbona mimi nimekatiwa bana na sidaiwe pesa nyingi sana. Hapa hapo kwako basi, si mimi nimekuja huko niabiri wale wenzangu. Basi njoo niregeshee. Basi wewe lipa nusu, si lazima yote nitakuregeshea. Nilikuwa na 1,000 kwa simu. Nikatoa hiyo 1,000. Naja akachokora akawasha taa. Nyumba nadaiwa, taa ina stima nadaiwa, lakini nyumbani mwa Bwana hiyo inaletwa na nini? Kumpenda Mungu sana kuliko kujali maisha yako. Unapomwonyesha Mungu vile, utakuwa kwa watu, kesho utakuwa kwako. Kwa sababu umemjengea Mungu madhabahu yake inapendeza. Ndio hiyo Hagai alikuwa anaongea hapo. Akasema hii ni haki kweli. Jifunze kitu mwanangu. Usihepe michango kanisani, ina sababu. Daudi alitamani kumjengea Mungu. Daudi alitamani sana. Kwa sababu Daudi alikuwa anampenda Mungu. Daudi alikuwa anampenda Mungu mno. Kuna mahali hapo Mambo ya Nyakati 22:5. Suleiman ndo alinong'onezewa na babake, akaambiwa mjengee Mungu madhabahu nzuri sana, nyumba nzuri sana, maana mimi nimetamani kumjengea, lakini wewe ndo umeruhusiwa. Sometimes Mungu anaweza kukupatia chance ya kufanya kitu kizuri kwa Mungu. Hakuna afanye kitu kizuri kwa Mungu akaachwa na Mungu. Ikiwa alisema ya kwamba mwenye haki, mwanangu, jiunge na walokole wenzako, usijiunge na wanafiki. Juzi nilikuwa ninasoma kitabu kimoja cha Luka. Kilikuwa kinasema utachukiwa na ndugu zako. Hata familia inaweza kukuchukia, kila mmoja. Lakini wakikuchukia hivyo, ujue ya kwamba wewe neema yako ni kubwa kuliko wale wanaokuchukia. Siku zote kitu kizuri huwa hakipendi wewe. Hebu nikuulize wewe, unaongelea kitu gani kibaya? Kile kizuri kwa mnakibadilisha kinakuwa nini? Kibaya. Na ni shetani. Jana niliwaelezea shetani. Huwezi kumjua anakuja na njia gani. Na kama kuna mtu anajua kushawishi vizuri, ni shetani. Alishawishiwa na shetani wakati Adam alikuwa anamwambia tusiguse. Mungu anaweza kukuagiza kitu ama akakuunganisha mahali, lakini pepo tu. Na anajua kabisa hapo ndipo utafanikiwa. Shetani hapendezwi na mahali ambapo utafanikiwa.
atakuletea kila aina ya vitu vibaya. Unaweza kupata mume mzuri, lakini ukaja ukakasirishwa naye kwa sababu ya message. Yaani baadhi wewe ati Mchina hata ni wewe ndio ulimjua kupitia simu yake ya kopa. Unatenganishwa ndoa yako na Mchina. Tume kwa nyumba na yule ambaye anatuma inakuwa muhimu. Mbona wewe ni mumwasi? Mtu amewekwa mafichoni, wewe uko live. Kweli madhabahu ya kweli wana shida. Madhabahu ya kweli wana nini? Na unayaongezea nguvu wewe, kwa sababu watu wanaoachana. Kama unasikia baridi, mwambie kusikie. Ulikuwa mnalia mna joto, sasa hivi tumewaekea pale. Amen. Hapendezi na watu wanaofanya nini? Mwanangu, usiachanishwe na ndoa yako kwa sababu ya simu. Sasa kama hizo siku zingekuwa hazipo, na mwanaume anaweza kudanganya kwamba anaenda kukesha kazini, kumbe ni kazi ile. Hizi simu ni mbaya. Ni mwanamke. Mwanamke una nguvu sana wewe. Uko na nguvu sana. Lakini kwa sababu ya udhaifu wako haujaweza kuzitumia zile nguvu ulizo nazo kwa yule mume wako. Una nguvu hata kwa kanisa. Angalia hao wanawake ni wangapi hapa kanisani? Una nguvu hata za kuomba. Lakini kwa sababu moyo wako umeujaza chuki na masikizo ya watu na vitu vidogo vidogo, angalia sasa, wewe ndio wa kwanza kuharibikiwa. Hasira na mawazo na uchuaji na kupenda kusikia vya nje. Hakuna mahali Biblia ilisema ati mwanamume atavunja ndoa yake kwa mikono yake miwili. Nionyeshe hapo mahali. Nionyeshe. Nionyeshe. Kwa nini? Ndoa sio ya bwana. Ndoa ni ya bibi. Bwana ni mtafutaji, lakini apangaye kila kitu kwa nyumba ni bibi. Yeye ndio unyonyesha watoto, sio mume. Yeye ndio upanga, sio mume. Na ukija ukiona haupewi ruhusa ya kupanga vitu nyumbani kwa sababu muonekana akili yako ni mbaya, huwezi kunipigia makofi. Hawezi. Atuachie pesa panga. Ameona wewe mawazo yako si ya kuendelea. Ni mtu wa kwamba uko na mimi, kesho unaenda kwa mwingine. Ati shetani anasema nimetoka kuzunguka zunguka, kumbe kuna wengine. Tunaachana na mume wako kwa sababu kati ya wewe na mwanamume ni nani anaacha mwingine? Usiseme ni mume wako. Usiseme. Wacha nikwambie, mwanamume dawa yake ni moja. Unaweza mufinya kama tonge kama utakuwa na mapenzi mazuri kwake. Anaweza kukutema kama subira kama utakuwa mdomo na kusitokuelewa. Sipendi kupokewa. Hata awe vipi, sipendi kumpokea Mungu wako. Usiwahi kumpokea, usiwahi kushindana naye. Na usijifanye mjuaji kumule, hata kama wewe unajua hicho kitu anachoongea. Ushamtoa chini kabisa. Lakini unapomsifia pale, hata kama umetoka hapo dakika moja,
Kesho utamwona anaanza kuongeza na sasa ile moja na lakini mudharau hata kwa na nguvu. Ingine jaribu kutosheka, jaribu kumuonyesha. Wewe usipotosheka unatafuta mipango ya kando. Sikiza neno mipango ya kando. Yaani mipango ya kando. Alafu nataka sisi tuwaombee mipango ya kando wape. Hawatakufa. Wewe kama mpango wa ndani umeshindwa, tuwaue mpango wa kando kufanya kazi gani? Atuwaui. Mwanaume wako anakutolea jicho. Utanipa pesa ya chakula au nini? Pesa unazichukua, unasimaliza na malaya yako. Na wewe ukitumiwa, wewe si malaya sasa. Wanangu, si kwamba hauna ndoa, ndoa unayo, lakini kujua kuitunza ndoa ndio shida. Na ndio maana ni vibaya sana kuingia katika ndoa na uwezani kuitunza ndoa. Naongea hivi kwa sababu watu wengi sana tumejipata tumekosa nguvu za maombi kwa sababu ya kuumizwa na vitu ambavyo unajiumiza wewe mwenyewe. Ametenda maajabu, siwezi kueleza, siwezi kueleza. Ametenda maajabu, nami siwezi kueleza. Siku zote mwanangu, ukitaka kufanikiwa, kuwa mjinga, ujinga mwerevu. Halo, ujinga. Siku utakapoamua kumwambia mume wako ukiwa serious, utafuta wakati anacheka, si wakati anakwambia niko na stress na umekazana unaongeza stress. Unajua wanaume wengi wanapenda kutulia. Halo? Wanaume wengi wanatamani kufanya nini? Wanapenda kufanya nini? Kutulia. Hawapendi kuhangaishwa. Si hata wewe unatamani upate mtu utulie? Basi mume, kwa nini huyu mwingine alisema siri zake? Kwa sababu alitulizwa mapajani kwa Delila, akabembelezwa. Unaweza kukosa kujua pini namba ya mume wako, lakini kwa yule aliyemtuliza anaachiwa pochi. Havui nguo zinavuliwa, havui viatu anavuliwa. Asubuhi anaamshwa na akiamka anasalimiwa shikamoo. Naona vile tuko na kiburi. Tena anamuita mume wangu shikamoo. Niamkaje? Nakupenda sana mume wangu. Nisipokufanyia wewe nifanyie nani mwingine? Na Mungu amenibariki na wewe. Wewe ndio wangu. Hata kama kuna mwingine huko nje anakudanganya, but mimi siwezi kukudanganya. Nina upendo wa kweli kwako. Na ninafurahi sana kukuita mume wangu. Amuka.
Amuka. Wewe leo kwenda kazini, amuka. Yaani unamwamsha kwa sababu unajua asipoamuka hataleta chakula. Sina kuamsha wewe, unajua hata hapa hakuna chakula. Mapenzi sio ya kula. Pako natafuta nyimbo watu wanaolala, ukipenda usingizi utakufa masikini. Methali sijui 24. Kwa jamaa anajua anapunguzwa leo. Kumbe hata alikuwa na pesa zake, alikuwa anataka tu baadaye kutoke Mida mkafanya kashope kideni ujamaa urudi, lakini umemwambia aende kazini. Sasa hapo ndo anaenda kwa mwingine. Aile pesa alikuwa afanya shopping, anaenda kutumana yana alafu akajitanga na pigiwa nyama. Na huko mfukuza anaenda kazini, akirudi hapa anafanya shopping ya sukuma, anapelekea mjinga. Unapokea kule mwenzako kule nyama, unapokea sukuma. Umenifukuza ninaenda kazini. Tena nakwambia leo nimechoka hata usinigusa. Wewe kwa roho yako unasema choka, lakini mimi nakula sukuma. Umesema umekula nyama. Wakristo tumebarikiwa sana. Tutumie hekima. Watu wangu wanapotea kwa kukosa. Hatutaki kutumia maarifa, tunatumia vifua akili. Haupendi kuelekezwa. Nilikwambia unaona mtu ambao anakaa na wewe karibu, anakujua madhaifu yako. Anajua akili zako. Akikukanya kitu kuna sababu ya kukukanya. Anataka akaje nani? Kama sio wewe. Wewe ndio mtu wako wa karibu. Anaona makosa yako, sio kukubali jinsi ulivyo na kurekebisha, tuendane pamoja. Maana wawili hawawezi kutembea pamoja wasipoelewana. Na tafuta kuelewesha mimi na wewe ili tutembee pamoja. Lakini tunaambiana sasa. Lakini mwenzangu sioni kichwa, hata naona hata hiyo kichwa sijui wapi. Ni shingo tu iko juu. Hiyo kichwa naona hata naona karibu iko ule mnara wa Babeli. Kichwa hii hapa ni shingo yote. Huko mnara wa Babeli. Yaani mwanaume unamuona yuko hapa. Angeongea kitu mjinga wewe. Bija madhabahu, nataka ndoa. Baba, ndoa yangu. Mungu anashangaa. Nimekupetia ndoa ngapi? Hata wengine bado umewapatia promise. Usicheze na ndoa takatifu. Ndoa takatifu unajaliwa na Mungu. Hata zile za kuomba haupati ndoa takatifu. Lakini Mungu akikupima kama unamtumikia, akiona wakati wako umefika wa kuelezana na hiyo ndoa, anakubariki hata wakati ambao ulikuwa mwenyewe haujui. Lakini hizi za kung'ang'ana na maombi, hizi za kufunga na kutoa macho, kuna kijana atakuingia na kashetani tu akwambie I love you, sema maombi yamejibiwa. Baadaye uje usikuane na pasta. Kwani pasta hakuiona? Ingekukataza, ungekuta mimi ni mbaya. Mwenyewe ulifunga na ukaomba, ukang'ang'ana. Unagaragaza madhabahu, ukishika na upiga watu. Kumbe unapigana kumbe pale wakati unapigana na watu, kumbe ndo unaitana ndoa ya nini? Vita. Maana ile utulivu hata maombi yake hayasikiki. Namwambia Bwana, wakati wako ukifika utafanya.
wastahili, wastahili. Na kufunza mwanangu, nataka ukomae katika hali ya, na tuwafunze hao wengine wadogo wajue ndoa za baraka, na kufunza. Kuna pretenders za uchumba hizi za unavalishwa pete ukiwa yeye na yeye, ile anaitisha pin by force kwa na wote baki wow. Unaona hiyo? Hii. Angalia umeweka saini gani wewe mwenyewe hapo? Wow. Yaani obvious umeenda kwa shetani bila wewe mwenyewe kujua. Wow. Ati ni uchungu. Uchumba mzuri unaoheshimika, yule mwanamume huenda kwa wazazi na akaambia nimependa mke, na uchumba ule, yule bwana atakaa akijua mtoto wangu amefanya nini, amechumbiwa. Hata pale malezi mafunzo atakuwa yanabadilika, mama anamwambia yule baba sikumuona mbaya, ni mzuri sana, na kuomba mwanangu, ukiwa imefika wakati wako wa kuolewa ukatulie. Unaona sasa? Washangazi wanajua, kanisani watu wanajua. Halo? Hata wewe mwenyewe unatembea ukiwa na furaha. Ukikutanishwa mahali mko mnatembea, of course kila mmoja anajua chumba. Sasa ule mwingine si chumba ule, hata sijui ni uiteke. Mimi naona ile ni mateke yale. Yaani kesi unaweza kuteleza. Si chumba ule. Ni mtu amekwambia wewe na kudanganya na hitaji kitu. Alafu anakwambia sasa kama ingekuwa sikupendi kweli ningekuvalisha hii pete. Mbona sikuona wengine watu wakuvalisha nikuvalisha wewe? Wewe nawe unasikia ukwaju. Wewe unajua hao wanaume. Atasubiri wakati mzuri akwambie nipeleke nyumbani. Kufika pale introduce kwamba mimi nimekuja na mtoto wenu, akaniambia nanipeleka kwa wazazi wake. Shikamoo. Ama nachukua wengine wawili watatu. Uchumba zingine zinafanyika kama sherehe, but inategemea wengine hapo na watu wanakula, kuna kama kasherehe kwa utambulisho mwezi ama miezi miwili ama mwaka mmoja, lakini kila mmoja anajua huyo ako na mchumba wake. Hata ukionekana mahali anaambiwa aiwe, sasa ona hatukuelewi na ule uliotuonyesha. Angalia hizo uchumba za siku hizi, unavalishwa kwa nyumba isiyoisha. Na unapata emergency. Inaitwa pregnant kama kitu nini? Wasomi. Pregnant. Simunieleze. Ni hiyo. Emergency. Alafu na ni heart attack. Heart break. Ya nini? Ya moyo. Sababu gani? Because of
Sisi tunaita this is the game of ile pete inaniaje bana? Na ilikuwa ni pete ya rohoni. Au kusikiliza la mzazi, au kusikiliza la mchungaji. Ulisikiliza kaumbwa anabweka. I love you. Mtu anabweka. Alafu unajua wale ambao wana mapenzi ya uongo saa zote. Babe, I love you. Babe, I hate you. Babe, I need you. Ni haki yake mwanamke kutuma message kuanzia asubuhi mpaka jioni. Hiyo ni haki yake. Lakini mwanaume akiwa anakutumia hivyo, sasa zingine anaweza kutepo akaona anatumana kwako, kumbe ilikuwa si yako. Mwanaume kweli, kama kweli kuna mwanaume huwa hana time sana na hizo. Akishakwambia, akishajua anakupenda, mkishasalimiana anakupatia nafasi. I love you too. I love you too. I love you too. Uongo mtupu. Na wakati kama unataka kujua, sikiliza, wewe ambaye ni msomi wa mapenzi, wewe ambaye ni shujaa wa mapenzi, yule aliyekutongoza mara ya kwanza alikuwa anakutumia message pako usiku. Alipokupata anafanya hivyo. Sasa ukiona hivyo ujue ni king'ang'anizi. Wacha nikupate. Utakuja kuimba nyimbo hapa za worship. Mikono juu, hata hautaki kushukishwa. Hata kama tunachukisha mikono, bado uko juu tu. Unaona kama vile atakuja uchukue kwa mikono yako. Ni mwaminifu Bwana. Ni mwaminifu Bwana. Najua nawafunza watoto wangu, sitaki waangukie mikononi mibaya. Hawa ndio mapasta wa kesho, hawa ndio mabishop wa kesho, hawa ndio mabunge wa kesho, hawa ndio marais wa kesho, hawa ndio magavana wa kesho, maseneta wa kesho. Usikubali mtu kukuharibia maisha yako. Please. Mungu alikupatia option moja. Linda moyo wako. Lakini wewe hata unalinda moyo wa mwingine na haja kuoa. Jitu ulipata. Hata nikikuangalia hivi unaona yeye anakuangalia kwa sababu ya urembo wako, kumbe anasema wewe. Hiyo hesabu yanapigwa hapo. Mwenye unaona sasa amepata kitu chema. Na wewe kile unajidanganya kwa sababu unasema ndio maana mume wangu alikuwa ananiangalia. Ndio wangu. Bwana Yesu asifiwe. Hagai, turudi kwa Hagai. Hapo Mungu alikuwa ameniinua niwafundishe mtu fulani. Na najua umefundishika. Hello? Sasa ukiambiwa kitu kama vile jiulize. Kwa nini mzazi wako ameniambia hivi? Huyu mtu amekulea. Unaona ile tumbo, hebu si kama kuna tumbo kubwa au nzuri. Ulikaa hapa. Ulikuwa unamshutia huyu mama. Ulikuwa unateukia hapa. Ukishuta naye anapata mashuzi ya machupa. Ukiteuka naye anateuka. Na unapiga tika hapo ndani. Unatembea. Pake tumbo linakaa kama linataka kutoka. Na wakati wa kuzaliwa huyu mama roho zake ni ngapi? Nenda nipone.
Sijui ile after kuzaa kuna kile kitu kinatoka nyumba. Bwa! Tena bado ana kazi ya maji moto. Ikifika ni wakati wa usubuhi, anafanya kuja time hiyo maji. Akikuja anakuwa bado mpaka yaishe. Haitoshi. Anakulea, unamkunyia, unamkotolea, nguo amevaa nzuri kama hii, lakini akikuweka hapa, hizo pepa za zingine zinakojelewa mpaka zinafura. Na wakati wetu ulikuwa kuna pepa ziliumbika. Mavi yanatoka na umu. Alafu wewe ukimwacha, unafikiri huyu mama anasikia? Unapofanyia kitu chochote mzazi wako, usijani hiyo kesho yako au utapata mtoto wako akukufanyia. Unapomheshimu mzazi wako, ndivyo utakuja kuheshimika. Hao watu tuwaheshimu sana. Amen. Kaka, tunaona tumbo lako. Amen. Waheshimu sana. Nimekwambia hata kama mamako ni mchawi, usishindane na uchawi wako. Unaje? Wewe muombe Mungu. Bwana, maandiko anasema Yesu hakuja kuleta amani bali amekuja kufundisha. Amen. Yeah. Je, huu ndio wakati wa ninyi kukaa katika nyumba zenye mapambo ya mbao? Aha. Iwapo nyumba hii inakaa hali ya kuharibika, basi sasa Bwana wa majeshi asema hivi. Anasemaje? Zitafakarini njia zenu. Mungu anatuhimiza ya kwamba tuziangalie njia zetu. Amen. Ni sawa ama sio sawa. Na kama sipati muhimizo wa kumjengea Mungu, nitapata muhimizo wa kumjengea nani? Kama sitajiunga na wenzangu kufanya jambo zuri kwa Mungu, hivi nitafanya nini mimi? Na huu ndio wakati. Unapata alisema pastor anajiita komanda in chief. Anasema mimi hutanipata kwa mapasta, nitanipata kwa makomanda. Anasema hivi ni kweli wewe ukasuke nywele ya 3,000 kwa Mungu unakuja kumtolea shilingi 50? Sure. Hello? Yes. Unavaa lakini nyumba ya Mungu inakaa hali mbaya. Mimi huwa nampenda Mungu. Niliwafunza kitu. Biblia inasema utakaponilisha mimi ni sawasawa. Wanafunzi wako wakasema ya kwamba ni lini ambapo ulikuwa unajaa sisi tukakulisha? Anasema ukishalisha mtu ni sawasawa na kunilisha mimi. Hebu niambie wewe, ukishafanyia Mungu madhabahu kama umemjengea Mungu kanisa, wenzako wakuje pale waombe wabarikiwe, umefanya huduma gani? Yule mtu akija kibarikiwa na alikuwa kwa nyumbani kuna njaa, umemulisha au hujamulisha? Akifika kanisani anakuta kanisa ni zuri namna hii, na moyo wake una amani, na anasema kuanzia leo hii ndio itakuwa madhabahu yangu. Baraka zinaenda kwa nani? Usipofanya hivyo mwanangu, unasema wacha wao wafanye. Wewe acha nikwambie kitu kimoja. Enda ulisema wacha wafanye, ama sitoi nione watafika wapi.
kile Mungu atasema, hata kama ni watu watatu watafanya hiyo kazi, itakuwa hata kama ni watu wawili. Narudia, hata kama ni mtu mmoja, tena itakuwa mradi tu ni Mungu alitaka. Hata kama unaomba kwa nyumba ukifunga, hakuna kitu kitakuwa Yerusalemu, kitakuwa maana ni Yesu. Hatunakataza Mungu kazi yake. Hebu nenda kwa mganga kama utaenda kukufa na wewe mganga. Nani anayeshindana na Mungu aishi? Uliza kule sijui ni Brazil walijaribu kumdhiaki Mungu akampatia shetani utukufu. Wanasema tulijua Mungu hana nguvu kuliko shetani. Hakumaliza hata baada ya siku ngapi. Nchi yote ilisafirishwa. Kila mahali hata wanaabudu developer, wanaabudu Freemason. Waulize sasa, wapigie simu rais wa kwao. Wakaamini Mungu, mpaka kaimba jimbo lingine lingine. Yoshua mpaka wakainua mabango Jesus. Kumbe nao udiaki Mungu. Ati pale hakuna Mungu pale. Hebu rudia hiyo msemo nikiwa nasikia. Alafu tuambie uko wapi? Haleluya. Ikiwa sisi atumwabudu Mungu, ni Yesu yupi ameruhusu jina lake litajwe na aturuhusu tumjengee hivi? Mungu hawezi kukubali. Hata mkingangana, hata mfanye michango, hata mkifanya mchango wa pesa nyingi zaidi, hiyo pesa kutengea misirani mbaya. Na hakuna kitu kitakuwa. Lakini kama Mungu amesema hata mkitoa 1000, itapangiwa hata hiyo fundi hata jenga hata kama atadai. Unajua sisi tumezoea. Niliwaambia wanangu nyinyi ambao mnainuka ni mapasta, usije kuogopa kusema ni kawaida. Amen. Haleluya. Najua mimi nileva sasa, nyinyi ndio mapasta nyinyi. Niliwaambia wakati umefanya hafla yoyote katika kanisa yako, usivae mavazi ya kawaida, vaa mavazi ya kikuhani. Amen. Na ninatii, unaona nimetii. Hata nimevaa kola. Amen. Sasa nilimwambia kuona hapa. Si hata yule mama ndiye alinipangusa. Yes. Na yule mzee mwingine leo hakuwezekana kufika kwa sababu ya mvua pengine. Na sisi tulikula vizuri hiyo siku. Na hiyo siku Mungu akatuongoza tukamjengea madhabahu. Si unaona vile mafuta yanaenda yakiundana. Amen. Sisi tunazidi kuendelea. Alafu wewe kanisa ni hivi kwa nyumba yako kuchanganya, utadunia kuuliza mara mbili. Yaani hata mtu akija kishangaa asaka. Mbona huyu mama kule kwake hata kikombe kenyewe kimeliwa na panya na kani kanisani pao? Hapana. Utukufu wa fedha uonekane. Utukufu wa mafanikio uonekane. Ule fukara kwako utake. Hiyo manyanyaso yatoke. Hiyo madeni yatoke. Katika jina la Yesu. Chochote kilichokausha maisha yako, chochote kilichofunga maisha yako, utanasa, 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 utanasa. Katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ikamama in the name of Jesus. Mungu akubariki na Mungu akuonekanie mama. Na ametoa pesa kubwa 1000. Zikapangane kwa nyumba yake. Hesabu na kwanza ya pili, ya tatu na nne. Zifika 30, zifika 40. Anasema 1,000,000.
Akahesabu mabilioni, ajenga nunue viwanja, apangilie mipango yake, watoto wake wa kike na wa kiume wasiteseke. Haiwezekani Bwana ainue madhabahu. Biblia inasema wakati wana wa Israeli walipomjengea Mungu madhabahu, ilipokuwa nyumba ya Bwana ilipendeza, kumjengea Mungu bure au kumtumikia Mungu bure, lazima kitu Mungu atakifanya. Huwezi kubadilisha nyumba ya Bwana halafu nyumba yako ibaki hivyo. Hauwezi kubadilisha nyumba ya Bwana na kazi yako ibaki hivyo. Hauwezi kubadilisha nyumba ya Bwana watoto wako wakaa hivyo. Hauwezi kubadilisha nyumba ya Bwana maisha yako yakaa hivyo. Hiyo roho inakataa, hiyo roho inakataa, hiyo roho inakataa, hiyo roho inakataa, inaikataa, inakataa, inakataa. Bwana ukajaa, neema ya Bwana ikamiminike. Chochote kilichokuposa wacha Bwana akakurejeshe na amani. Chochote kilichokuondokea wacha Mungu akilete na amani. Chochote kilichokuondokea lema sakatare kupokea kibali. Inaweza sipa asiya kibali, Mungu akuna kibali kwa ndoa yako, kwa maisha yako, kwa masomo, kwa kazi, kwa biashara. Yesu akuna kibali, pokea kibali, pokea kibali, pokea kibali, pokea kibali, pokea kibali. Soko sikizo, pokea kibali, soko penya, pokea kibali, soko fanikiwa, pokea kibali, soko ndoa, pokea kibali. Uwanaza, 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 wakibali, uwanaza, wakibali. Holy Spirit, shakataoza. Maisha ya aibu yaondoke kwako, maisha ya aibu yaondoke kwako, maisha ya kufinyiliwa yaondoke kwako, madhabahu zilizoinuliwa zikavunjike. Kuna kinywa unapewa na Bwana leo, kuna sauti unapewa na Bwana leo, kuna nguvu unapewa na Bwana leo, kuna roho anashuka leo. Utakayoiona litafanyika, utakayoikataa itafanyika, utakayoifunga litavunjika, utakayolimaa litang'olewa. Madhabahu zitang'olewa, sauti yako itavunjika madhabahu, maombi 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 yako itavunjika. Usamahani zinazokuondokea, nakwambia mwanangu, leo asubuhi nasikia sauti ikiniambia ni wewe sasa. Anayeambia alipoanza sakutunza, sakupanua, unasema Yeremia, nasema Yeremia, nasema Yeremia, wewe mwanangu, Yeremia, nakuita mwanangu, Yeremia, Yeremia, kuta madhabahu, Yeremia, kuta madhabahu, Yeremia, kubadilisha, Yeremia, kubadilika, Yeremia, 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 Yeremia. Roho ya Yeremia alionena na Mungu, akaambiwa usiogope, kwa maana kuna kitu umekosa. Akaambiwa usiogope, maana watu wanakudharau. Akaambiwa usiogope, watu wanakudhihaki. Akaambiwa usiogope, watu wanakucheka. Akaambiwa usiogope, watu wanakusema, lakini ndani yako naweka kinywa ambacho mwepesi hatawahikaribia, ambacho maadui hawatakuweza. Kinywa hiki kitakuvunja na kubomoa ili madhabahu zikavunjike, madhabahu zisiandame maisha yako, madhabahu zisiandame watoto wako, madhabahu zisiandame mume wako, madhabahu zisiandame mke wako, madhabahu unavunjwa, zinavunjwa, madhabahu unavunjwa, unavunjwa. Amanisha
Likamosete kila roho mbaya ya kuteseka, madhabahu yamekunyima amani, machawi yamekunyima amani, midomo ya wakati imekunyima amani, alama za watu zimekunyima amani. Watu wanaongea na wewe lakini wanakuanzia mabaya, watu wanacheka na wewe lakini wanakuanzia mabaya. Ulima boreshe katele hautakushika na wao. Maandiko yanasema usiogope moyo, nataka uombe na mimi, nataka uombe na mimi, nataka uombe na mimi. Mwanangu bado tumeshaka, mwanangu bado tumeshaka. Angalia maisha yako, angalia nyumba yako, angalia wewe baba, angalia wewe mama, wewe unapitia hakuna msaada. Msaada wako ni Yesu. Unakuombea hizo madhabahu, hizo mautawe zinakukosesha amani, zinakukasa, zinakufanya unadaiwa, zinakufanya unahangaika, zinakufanya wewe unakosa matumaini. Hizo ni madhabahu, usikubali madhabahu inakukatisha tumaini, inakuficha moyo. Unapata habari mbaya, unapata habari njema, sasa una habari mbaya. Nakwambia mwanangu, ninakwambia upate watoto, upate mwanangu anatulia pamoja, upate mwanangu anahitaji msaada, upate mwanangu anahitaji maombi, upate mwanangu anahitaji kukomea, upate mwanangu anahitaji kutolewa, upate baya
nakusaidia, uliniambia baba yangu nisaidie, baba yangu uliniambia rasta yangu nisaidie, baba yangu nakusaidia, nakusaidia, nakutuomba, 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 omba sasa, omba mwanangu, nakusaidia, 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 omba mwanangu, omba mwanangu, omba mwanangu, omba mwanangu, omba mwanangu, nakusaidia wasiwasi, nakusaidia utuwasi, sote tunaongeza tunakutana kwa kanisa lao, inakusaidia mwanangu, inakusaidia familia yako, inasaidia watoto wako, inakusaidia huduma yako, inakusaidia makazi yako, inakusaidia ibadala. Yesu, nakuitaka, 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 unatangaza kufunguliwa sasa, unatangaza kukombolewa sasa, unatangaza kufunguliwa sasa. Malaika wa moto, malaika wa moto, malaika wa moto, malaika wa moto, shusha moto, shusha moto, unashirikia ukombolewa, unashirikia ukombolewa, unashirikia ukombolewa, unashirikia kuweza Yesu, kuweza Bwana, wewe Bwana, wewe Bwana, wewe Bwana, ashirika, shirikia, 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 ukombolewa, shirikia, leo nashirikiwa, leo nashirikiwa. Wewe Baba, unakosa nguvu, unakosa tumaini, unapatana na vita, unapatana na maneno ya kukuvunja moyo, unapatana na vita ya kukurejesha nyuma. Mwanangu, tutakusaidia, nakusaidia, nakusaidia, sio kesho. Umeniambia Baba, wako kwa maombi, umeniambia Baba, wako kwa maombi, moyo wangu, wako kwa maombi, tumbo langu, wako kwa maombi, huduma yangu, wako kwa maombi, watoto wangu, wako kwa maombi, huduma yangu, kazi yangu, mwanangu, wako kwa maombi, kwenda pamoja, kwenda pamoja, sikuachi nyuma, wako na wewe, nakuombea, nakusaidia, usituachilie, usituachilie, fungua moyo wako, fungua moyo wako, uweze kusaidia, fungua moyo wako, Yesu nakusaidia, fungua moyo wako, nakusaidia, siko mbali na wewe, niko karibu na wewe, siko mbali na wewe. Unasema kweli kuna vita tunavipiga leo, unasema kwa kweli niko leo, kuna niko baba, watoto wako, masomo ya watoto wako, hapana, kazi zako sio, nguvu zako sio, mwanangu, hata sio kesho, inakusaidia kusikia. Wewe mwenyewe unajitia moyo, jitia moyo mwanangu, jitia moyo mwanangu, jitia moyo mwanangu, weka imani mwanangu. Unasema magonjwa sio na yao mwanangu, weka imani, weka imani, weka imani, weka imani. Isai wamenipandisha, wamenipandisha kwa wale waliofika leo,
leo umenibadilisha roho. Nasikia nikuombee, nasikia nikuombee tu, nasikia nikuombee mwanangu, nasikia nikuombee. Sina haja ya kukumbusha, nasikia nikuombee kwa imani. Kuna kitu kinatendeka, nasikia nikuombee. Unaitisha msaada, nasikia unaitisha msaada. Baba nikumbuka kwa maombi, nimekuwa mtu wa magonjwa. Baba nikumbuka kwa maombi, nimekuwa mtu wa kukosa. Baba nikumbuka kwa maombi, nimekuwa mtu wa kufichika mawe. Baba nikumbuka kwa maombi, huduma yangu inayokosoka. Baba nikumbuka kwa maombi, na Yesu nikumbuka kwa maombi, ndoa yangu nikumbuka kwa maombi wangu, nikumbuka kwa maombi, maisha yangu, masomo yangu, bila nilipo, nikumbuka kwa maombi. Natamani kusoma, natamani kufanikiwa, natamani na mimi niwe mtu mwingine wa kukumbuka. Ndoa yangu Yesu anakumbuka, anakumbuka yeye, anakumbuka yeye, anakumbuka yeye, anakumbuka yeye, anakumbuka wewe wako mwana, wako mwana tu. Mambo yanafika, unamwona aliye mwili wako, mambo yanafika. In the name of Jesus. Maisha yako yamekuwa ya kuwindwa. Maisha yako yamekuwa ya kutabiriwa mabaya. Nakamata maroho yanayokufuatilia wewe. Nakamata uchawi wote. Nakamata karama zote za laana. Nakamata uchawi wote banasi. Nakamata roho ya mnyamasi. Roho ya mnyamasi. Roho ya mnyamasi. Roho ya shetani. Roho ya uchawi. Roho ya vifungo. Roho ya ufukara. Roho ya koroni na natu. Ekamata. 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 Katika jina la Yesu, kila madhabahu mabaya, kila maisha mabaya, kila roho mbaya iliyokuwa ndani ikondokee maishani mwako, ikondokee kwa watoto wako, ikondokee kwa huduma yako, ukiondokee kwa kazi yako, ukiondokee kwa moyo wako, ukiondokee kwa nyumba yako, katika jina la Yesu Kristo. Asante Bwana kwa kuniongoza na kuwaombea. Uhakika Mungu umetenda jawabu lako. Aliyebeba imani Baba umemfungua na umemkomboa. Ayubu hivyo alipokuja tena, amekombolewa, amefunguliwa katika jina la Yesu. Nakushukuru Mungu wa Israeli, Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo, unayeishi milele, uliyetuumba na uliyetubariki na uzima siku ya leo. Ni wewe pekee Bwana, na tunapokuita Mungu unashuka kwa wakati wako. Umeshuka ukashughulikia wanao, na Baba umewaweka huru. Watetee na uwapiganie na kuwaweka ushindi. Maisha yao yakameremete na wawe na amani. Huduma zao zimeremete na wawe na amani. Watoto wao wakameremete na wawe na amani.
lolote Bwana wanaloliomba na wanalolihitaji, uache ukalimeremeta katika jina la Yesu. Asante Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu, na ni katika jina kuu lako Yesu Kristo aliye hai Baba tumeomba. Amen. Mungu tukae.